mambo manne ni mambo ya mtu binafsi. Tukisema binafsi, hicho ni cha kwako, hakihusiani kabisa, hakina mwingiliano na mtu mwingine. Tuelewana? Ikiwa umeajiriwa mahala, uko wewe na watu wenzio watatu wanne, kabla hujashawishika na ushawishi wowote, ima wa kuacha kazi, ima wa kuiba, sawa, lazima utafakari haya kwanza. Kabla hujavunja ndoa yako, tuelewana, lazima utafakari haya kwanza. Kabla hujachukua cha kwako ukampa mtu, lazima utafakari haya kwanza. Kabla ya wewe mwenyewe hujafanya maamuzi juu ya chochote kile unachotaka kukifanya, lazima utafakari haya ambayo nataka kuyasema kwanza. Mambo manne ni mambo ya mtu binafsi. Jambo la kwanza la mtu binafsi ni kuzaliwa. Hata mkizaliwa mapacha, sawa, kuzaliwa ni kwako wewe binafsi, wewe mwenyewe binafsi. Hata mkiwa mmezaliwa mapacha, wewe jua kwamba suala la kuzaliwa ni suala binafsi. Manake mimi nimezaliwa binafsi yangu mimi, sawa. Yani Mwenyezi Mungu mimi kaniumba mimi binafsi, na ndio maana una nafsi yako, una moyo wako, una roho yako, una vitu vyako vinavyojitegemea, havishei na mtu mwingine, sawa. Jambo la pili ambalo ni jambo la mtu binafsi ni suala la kuoa ama kuolewa. Tuelewana? Kuoa ama, hilo ni la kwako binafsi. Yani wewe maisha ya kuoa au kuolewa ni maisha yako binafsi, kwa sababu hilo ndani yake ni suala la kistarehe. Pia starehe ni ya mtu binafsi. Hata kama utachukua na watu 50 waende sehemu kwenda, wenyewe wanasema kula bata, lakini kinachowapeleka pale wamekwenda kundi, lakini furaha ni ya mtu binafsi. Na ndio maana kuna mtu ana huzuni, anatoka mwenyewe peke yake anaenda zake bichi, kwa sababu furaha ni ya mtu binafsi. Akiamua kuongozana kundi kwenda mahala ni ya mtu binafsi, sawa. Jambo la tatu ambalo ni jambo la mtu binafsi, nitalitaja la 4 halafu nitakuja nitaje la 3 kwa sababu nahitaji kulichambua, sawa. Jambo la 4 naliacha kwanza, la 3 nataja la 4 halafu nitataja la 3 kwa sababu la 3 linahitaji uchambuzi. Jambo la 4 la mtu binafsi ni kufa. Kufa ni kwako binafsi. Ndio maana ukizikwa, ukishakufa unazikwa peke yako. Ukifa litabadilika jina lako kuitwa marehemu, aliyekuwa hai hatoitwa marehemu, sawa. Kwa hiyo kufa na kwako na kwenyewe ni kwa mtu binafsi. Kuzaliwa, kuoa ama kuolewa, kufa ni kwa mtu binafsi. Jambo la 3 ambalo ndio la mwisho ni suala la mafanikio. Naeleweka? Suala la nini? Mafanikio, suala la kiuchumi, suala la kipato, suala la maendeleo. Hili ni la kwako binafsi. Ndiyo mwanzo nilitoa mifano, pengine umeajiriwa na mtu sehemu, alafu pale ulipoajiriwa mko watu zaidi ya mmoja, ukapata wenye kukushawishi, bana tuache kazi tuondoke, sawa. Kabla hujachukua maamuzi, watakiwa kujua kwamba suala la mafanikio ni la kwangu binafsi. Je, kuacha kazi kwangu kuna maslahi mapana katika mafanikio yangu, ama nikiacha kazi na kwenda kushika nini? Sijui inaeleweka. Naacha kazi kwa kushawishiwa na watu tuache kazi, au sio? Hata kwa wewe mwenyewe kujiuliza, manake siku zote usiamue kitu ikiwa hujajua muafaka wa unachokiamua ni nini. Hata mtu anayetaka kuacha kazi leo, simshauri mtu kuacha kazi ikiwa hujajua nikiacha kazi nashika nini. Na ndio kuna watu wanania kuacha kazi, lakini kabla kuacha kazi anaanzisha kwanza miradi, anaanzisha miradi yake. Akishaona miradi yake sasa imesimama, ndio anakwenda anaacha kazi kwa wema kabisa, kwamba mimi nimeamua kuacha kazi, ili hata siku amechachiwa anaweza kurudi pale alipokuwa na akapokelewa, sawa. Kwa hiyo ukashawishiwa na watu, bwana tuache kazi,
jiulize, je, mafanikio nikiyapata ni ya mimi na hawa ama ni ya kwangu peke yangu? Je, mimi nataka kufanikiwa ama nataka kuwa katika daraja ipi? Je, wakifanikiwa hawa, mafanikio yao yatakuwa na msaada kwangu ama yatakuwa ni ya kwao tu? Je, ikitokea hasara ikinipata itakuwa ni ya kwangu ama ni ya kwangu na wao? Sijui inaeleweka. Tuibe, nikiiba, je, imetokea kufungwa, tumefungwa mimi na wao, wameharibikiwa wao ama nimeharibikiwa mimi, au tumeharibikiwa wote? Sawa, tumeharibikiwa wote, bado maisha ni ya kwangu binafsi na wao ni ya kwao binafsi. Kwa nini naharibikiwa wakati maisha ni ya kwangu binafsi? Kwa katika jambo la msingi ambalo mwanadamu anatakiwa alitathmini kwa kina juu ya mafanikio yake, aamini kwamba suala la maisha, suala la kipato, suala la kiuchumi ni la kwako binafsi. Ukiharibu, maanake unaharibu kwako. Ukitengenezekewa, unatengenezewa kwako. Unaweza kuondoka mahala ukisema na kuungana na wenzangu tunaacha kazi, sio? Tushazikuta humu baadhi ya mambo yanatokea, watu wanashawishiana tuache kazi. Yule aliyeshawishiwa pengine saa nyingine wale wengi zake hawataki kuacha, sawa, na wakamfanyia jambo, ndio akaja juu, mwisho wa siku yeye ndo anapigwa chini, wenzake wanaendelea, ikaharibikiwa maisha. Kwa hiyo suala la maisha ni suala lako binafsi, na hichi ndio kitu kikubwa nilichokilenga hasa. Maisha ni yako binafsi, mafanikio ni yako binafsi. Ukikosa umekosa wewe, unaumia wewe na roho yako. Ukipata umepata wewe, unafurahi wewe na roho yako. Kuna vitu usikubali, hata kama washirikiana na watu, lakini usikubali kuungana na watu ikiwa muungano wako huo na wao hauna mafanikio mbele yako. Ikiwa muungano huo ni wawe kuharibikiwa mambo yako, usikubali kufanya nini? Kuungana katika hilo. Kama mtu kaamua kuharibikiwa, muache aharibikiwe yeye, lakini wewe usikubali eti kwamba pengine ni marafiki zangu nisipoungana nao wataona nimewatenga, pengine marafiki ndugu zangu wataona kwamba ni mimi nitawatia unyonge, au sio? Hili jambo tuzingatie sana kwenye upande wa maisha. Sasa hapo